Eneo la Ang'ata Barikoi linakabiliwa na janga la kibinadamu kufuatia mapigano ya jamii mbili eneo hilo. Wakazi zaidi wametorokea katika kituo cha polisi cha Kona huku vijiji vikisalia mahame. Aidha, watoto wanahangaika, makali ya njaa na magonjwa yakiwa tishio kubwa kwa maisha yao. Crispin Otieno alijumuika na maafisa wa usalama kutathmini hali ilivyo katika eneo hilo ambalo sasa limewekewa kafyu kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Kilio cha waathiriwa wa mapigano kati ya jamii mbili Transmara kinazidi kusikika. Hapa ni kituo cha polisi cha Kona, eneo la Oldonyorok. Zaidi ya watu 150 waliotoroka kwao wamekita kambi hapa. Joy Chebet kutoka Chepkures na watoto wake 5 wametafuta hifadhi hapa. Chai hii ikiwa ndio tegemeo la lishe kwa zaidi ya watoto 15 walioko hapa. Tumetoka huko Kapkures. Huku kwetu hakuna hata chakula. Tumechomewa machakula, manyumba. Makali ya njaa yamewalemea watoto kiasi cha kuamua kujificha kwenye usingizi. Chakula iliungua huko, ilijoma. Mpaka saa hii mimi nakwambia kwa watoto wengine tunaweza hata uzutugie saa hii imesemeka kwa njaa. Hatuna manguo, hatuna kila kitu. Hata saa hii tukipata chakula tumepewa na jirani, mboga tukifuata huko. Sijui Kenya gani itatuokoa sisi. Tumeshindwa. Serikali angalie, atuangalie kabisa na atusaidie, sababu tumekosa namna yeyote. Tuko tu na Mungu. Baadhi ya watoto hapa ni wagonjwa. Hospitali iliyo karibu iko mbali na hawawezi kuvuka ili kupata matibabu kwa sababu mpakani hakukaliki. Hapa ni kijiji cha Ratik, makovu ya vita ni dhahiri. Nyumba nyingi zimesalia bila paa. Wahuni waliokuwa na bunduki waliwavamia wanakijiji hapa na kusababisha hasara kubwa. Ndio hali halisi katika kijiji hiki cha Ratik. Wenyeji hapa wanahofia maisha yao baada ya watu wasiojulikana kuteketeza nyumba zao. Kwa sasa wanaishi kama wakimbizi, wasijue ni lini watarejea katika kijiji hiki. Sasa asubuhi tumevamia, tumerudi. Sasa saa hii tuko shule. Hakuna kitu yeyote yenye tutakula.